Gift. Unajiandaa kwenda wapi? Nenda shule. Shule? Nishakukatazaje? Kaka, mimi nahitaji kutimiza ndoto zangu. Timiza ndoto zako eti? Ndio kaka. Ni watoto wangapi wamesoma hapa mtaani? Lakini sijai kuona wana faida yote ya kusoma. Wamebaki tu mtaani hapa. Sikia nikwambie. Sihitaji tunabishana kila siku. Nishakwambia hivi. Mambo ya shule siyataki. Kaka. Kaka nini sasa? Majaribu mtaji wangu yamepitiliza, na uhitaji mwanga unitoe kwenye giza. Unapeleka siku tunakuishi maisha yetu ni magumu, angalau nisumie kupata kazi. Unanifanya sasa kichwani. Na unapoelekea fanya kitu kibaya. Jinsi nielewi ni kakako. Wangu yamepitiliza, na uhitaji mwanga unitoe kwenye giza. Uko wapi mama yangu? Simama mama yangu, simama uone navolia na dunia. Siko sawa, siko sawa, siko sawa kila jambo. Kuna muda naongea peke yangu, kichwa na vitu, kichwa na mambo. Ama mimi ndo yule fula wako swaji. Mbona shida matatizo? Shikamoo. Umeona nini? Sijaona kitu. Umeona nini? Ama chochote mjomba. Umechungulia nini? Baada ya kufika hapa. Haya, sema kilichokuleta nini? Samahani mjomba. Wakati natoka nyumbani kwetu nikiwa nampitia Gift kwenda shule, nilikuta ugomvi mkubwa yeye na kaka yake. Ndio nikaamua kuja kukufuata ili kasuluhishe ugomvi wao. Ni hivyo tu mjomba. Wanagombana? Ukaamua kuja kuniita. Ndio unakuja kuchungulia ndani kwangu? Ndivyo ulivyofundishwa kwenu? Hapana, samahani mjomba. Nimekujia wewe. Subiria nije twende. Sio unagombana? Napigana vita kila aina, umaskini na ushirikina. Oh my God, oh my God.
Rudi ndani. Kaka bana, mimi naenda shule. Nini? Mimi sirudi, naenda shule. Inaonekana umekweti. Nimesema sihitaji niwe naongea na wewe naongea. Rudi ndani. Yaani wewe kaka unataka kujilinganisha na mimi? Ni vile hujasoma basi na mimi ndo nisiende shule? Rudi ndani mara moja. Mjomba, shikamoo. Kuwa na wewe upate ya kwako. Mjomba. Haya, mpige. Mjomba. Si ulikuwa unataka kumpiga, mpige. Huyu mtoto siku hizi ana kiburi sana mjomba. Namkataza mambo ya shule kila siku lakini hataki kuelewa. Hivi unafikiri asiponisikiliza mimi kama kaka yake atamsikiliza nani mjomba? Hivi sasa unavuta bangi? Mjomba. Na kuuliza unavuta bangi wewe? Mjomba, kwani wewe umeona ninavuta bangi hapa? Na kama unavuta bangi mjomba, nikimjua anayekuuzia bangi. Nisikilize nikwambie. Leo naongea mara ya mwisho Samu. Sema hivi, naongea mara ya mwisho leo. Leo naongea mara ya mwisho. Naongea kama mjomba. Si mna tabia mnasema mjomba ni mama? Mimi sio mama. Nasema hivi. Siku ukirudia kumzuia Gift kwenda shule. Unanisikiza vizuri? Aha. Siku ukirudia kumzuia huyu kwenda shule, sasa mimi nitamalizana na wewe. Sikiliza mjomba, nikwambie. Wazazi wetu, baba na mama walipofariki, walituacha ututunze, lakini wewe umekuwa changamoto. Nyamaza. Ninapoongea Samu, sitaki unanijibisha. Sikia mjomba, nikwambie. Yawezekana ulikuwa hujanifahamu akili yangu vizuri. Unasemaje? Ndio, ulikuwa hujanifahamu akili yangu vizuri. Mjomba. Yaani mtoto nimekulea mwenyewe alafu unaniambia kwamba sikufahamu. Wewe sikufahamu. Haunifahamu. Mjomba. Ile heshima nilikuwa nakupa kama mjomba wangu. Sitarudia tena. Hesabu kama ni mtu wa kawaida tu. Na sitakuja kukanijua kama eti ni mjomba. Mimi mjomba wako? Ndio hivyo mjomba, nimemaliza. Sitarudia tena kukupa heshima hiyo. Kwa sababu umekataa kutuheshimu. Yeah. Sawa. Ila nakwambia hivi, siku ukirudia kumzuia Gift kwenda shuleni, unataka kujua upande wangu wa pili Samu. Tuna shida gani huyu? Gift. Wewe umeshajiandaa mjomba? Wewe nenda shuleni. Huyu mpuuzi
niachie mimi namalizana naye mwenyewe. Umenielewa mjomba? Wewe nenda shuleni. Sikia niwaambie mjomba, endeleeni na kazi yenu. Ila sijui mama yangu we, simama baba yangu we, simama uone navolia na ya dunia. Mjomba, wewe nenda shuleni. Umesikia? Sawa. Huyu mpuuzi mimi namalizana naye huyu. Asikutishe. Umesikia? Aya. Wewe nenda shuleni. Shule. Wewe nenda shule. Haya. Chezi atakuja nikute siku moja nimekaa juu ya bati hapa nikatae kushuka. Ndio tuone. Siko sawa, siko sawa, siko sawa kila jambo. Kuna muda naongea peke yangu, kichwa na vitu, kichwa na mambo. mjomba, matokeo yametoka na mimi ni miongoni mwa hao waliofaulu. Mjomba, una mpango gani sasa? Sam, yaani mimi nataka ukija njoo unieleze kitu cha maana. Hivi elimu ina faida gani na wewe? Mjomba, elimu ina faida, maana nikisoma mbeleni huko na mimi nitakuja kuishi maisha mazuri, sitakutegemea tena kunitunza. Mjomba wangu, bila elimu ya sasa hivi utafanya kazi gani? Utaajiriwa kwa ofisi gani? Mjomba, tafadhali mjomba, nielewe, nahitaji kusoma na kuomba, niko chini ya miguu yako mjomba. Hivi kwa kuniangalia mjomba, unahisi mimi sikusoma? Mjomba, kumbuka wewe umesoma miaka ya nyuma huko, elimu ilikuwa haijao kama ile ya sasa hivi. Mjomba wangu, tunakoelekea Sam, naona kama utanishawishi mimi labda tunyele kwenye pointi moja kwa moja. Sam, hapa hakuna cha kusoma. Si unasikia vizuri? Hakuna cha kusoma. Wewe hao matokeo yaliyotoka waachie wenye matokeo yao. Naomba uniambie vitu vya msingi. Lakini kuniambia mimi kuhusu masuala ya wewe kusoma, kwa kweli bado haijaniingia akilini. Hebu kama una wazo jingine naweza nikakusikiliza. Niambie mjomba, nahitaji nipate labda mtaji na nini. Vitu kama hivyo ndio vya kunishawishi mimi. Lakini kuhusu masuala ya elimu, hebu futa hilo wazo kabisa kwa wakati huu. Mjomba, sikutegemea kama utakuja kusema haya. Wazazi wetu walipofariki, wewe ndio ulibaki kama baba mama. Hiyo ya mama toa. Sasa kama kwa mfano kuna mashamba hapo mjomba, kwa nini usiuze hata shamba moja niende shule mjomba? Nakuomba mjomba, niko chini ya miguu yako, nakuomba, nahitaji kusoma mjomba. Nyamaza wewe. Nimeshakwambia hivi, hakuna shamba litakalouzwa kwa sababu wewe usome. Babangu angekuepo na mamangu, right, ningesoma. Lakini wewe uliachua kwamba tututunze kwa upendo na amani, lakini sioni ni upendo mjomba. Yaani kama ninakuletea kitu cha maana, matokeo ninakwambia nimefaulu mjomba, nisome, unakataa. Nilikuwa unataka nikwambie eti mjomba nahitaji kuoa, ndipo ungefurahi. Ndio hilo ndo wazo. Mjomba, mjomba, ukija ukaniambia kwamba mjomba, mimi nimepata mchumba, nataka kuoa, yaani mjomba nakusapoti kwa kila namna. Niko tayari tuuze hata hayo mashamba ambayo mliachiwa na wazazi wenu. Tutauza mjomba kwa ajili ya kukuozesha wewe. Lakini swala la elimu, kwanza mjomba, ngoja nikwambie, unapokuwa na familia yako, una mji wako, unakuwa na heshima hata kwa watu.
niko tayari kugaramika. Tutauza kama ni mashamba, tutafanyaje ili mradi uwe na familia yako mjomba. Kusoma mjomba ni kucheleweshana kupata hela tu. Unanifanya nikumbuke wazazi wangu. Wewe kumbuka bwana. Kumbuka. Sawa mjomba. Kama hayo ni maamuzi yako, sina la kusema tena. Vijana wa sasa hivi hao. Tuuze mashamba. Mtoto kachanganyikiwa huyu. Tuuze mashamba kwa ajili ya kumsomesha yeye. Hapana, hicho kitu hakiwezekani. Siwezi kufanya upuuzi wa namna hiyo. Simama uone navolia na dunia. Siko sawa, siko sawa.